not you, guy. Why are you bothering? Mind your business. Mimi sikupendi wewe. Afu sikiliza. Sitaki tena kukuona pale nyumbani kwetu. Iwe mwanzo na mwisho. Mshezi wewe. Mzezeta kabisa. Kanoni, hivi mbona unapenda kujidhalilisha kiasi hiki? Alafu mwanamke ameshakwambia hakutaki, hakupendi. Alafu hebu muangalie, mtu mwenye hana mbele wala nyuma. Ile sio hadhi yako mpenzi wangu. Kwa nini lakini unaendelea kumngangania mtu ambaye hakutaki? Na mimi nimeshakwambia, wewe ni mume wangu tu. Yaani wewe ni wangu na mimi ni wako. Kwa hiyo utazunguka kote lakini mimi najua tutarudi kwangu. Na hebu basi jaribu kusahau yote yaliyopita huko nyuma. Mimi nahitaji nirudi kwako. Nahitaji turudiane kama zamani. Tuwe tunafurahi, tunaenda sehemu mbalimbali, tunaenjoy. Kwa nini bado unakuwa na hasira kiasi hicho na mimi? Si unajua mimi nakupenda na pia najua unanipenda. Ila tu hizo hasira zako ndo zinakufanya uogope kuniambia kama umenimisi. Nisikilize vizuri mpenzi wangu. Si unanipenda Niache huko. Wewe umenikuta kwenye mudi mbaya sana. Ukinichanganyia tu taarifa zako hapa na kuumiza. Nitakuumiza nakwambia. Ni bora ungefocus na vitu vyako. Na nishakwambia usifuate mambo yangu kabisa. Hebu nipishe hapa. Lakini yani Happy, hivi unajua kuwa mimi na wewe ni watu wawili tofauti kabisa yani. Yaani ni vitu viwili tofauti. Hivi unajua kuwa ukinihitaji mimi kwenye appointment zako anga nawahi kufika. Lakini wewe sasa paka si uchukue masaa matatu ndo nafika. Appointment gani hiyo sasa? Yaani ndo mtu ambaye Happy nikikupigiaga simu zangu kwamba tunatakiwa tuonane, ni mtu ambaye wewe unachelewa kila siku. Lakini mimi sasa ukinipigiaga simu yako hiyo moja, nimeshafika eneo la tukio. Kwa nini wewe unanifanyia makusudi kiasi hicho? Na unajua kabisa huwa sipendi na waga inanikasirisha. Si bwana tuailishe. Ulikuwa na kazi gani ambayo imekufanya umechelewa kufika hapa? Janeti, watakiwa kujua kuwa sisi ni wake za watu. Sasa wake za watu inaingiaje hapo? Eti au wewe mwenzangu ndo unaijua sana ndoa kushinda mimi? Au wangapi wameolewa? Au sisi ndo wa kwanza? Hapana Janeti, sijamaanisha hivyo. Alafu isitoshe, leo asubuhi nilipoamka, nguo za mume wangu zilikuwa chafu sana. Kwa hiyo ikabidi nimalizane nazo alafu ndo nije. Nachoka mimi jamani. Wewe binti unapenda kujiamulia mambo wewe. Kwa unataka kuniambia bwana nafua nguo za mmeo? Wewe si una dada wa kazi wewe? Janeti, ushasema dada wa kazi. Hausiani kabisa na nguo za mume wangu. Kwa hiyo, unataka kuniambia kuwa dada yako wa kazi anafua nguo za mume wako? Sasa nini kimemleta pale nyumbani kwako? Si kufanya kazi. Itatakiwa apike, afue, afanye kila kitu kinachohitajika kwenye nyumba ya mtu. Si unanielewa vizuri? Halafu wewe nguo tu nashangaa. Anafua mpaka boxer za mume wangu. Sasa mimi nianze kufua yeye anafanya kazi gani? Alafu mwisho wa mwezi nianze kumlipa mshahara. Si aende kwao sasa kama hawezi kazi. Janeti. Yaani dada wa kazi kufua nguo za mume wako, tena za ndani. Hicho sio kitu kizuri. Na utakuja kumpoteza mume wako. Unajua nataka kunichekesha. Nampoteza mume wangu kivipi? Happy, come on jamani. Wewe, kwa sura gani? Kwa binti gani wa kunibebea mume? Kwa shepu gani kwanza? Hadi aje kunibebea mume wangu. Atakosa kwangu nini? Kitu gani ambacho atakikosa kwangu kipate kwa yule binti? Nitazame kwanza. Look at me. Wewe. Hawezi. Hicho kitu binti sahau. Yaani hawezi kunibebea mume. Kwa sura ya baba ile. We, koma.
hapa kimemleta kazi na atafanya majukumu yake, na ikiwezekana atafua kila kitu ambacho kinahusiana na hii nyumba, haijalishi kitakuwa cha nani, chochote, mpaka nguo zangu mwenyewe. Anyway, nadhani tumeshamaliza. Ni sawa, ila nimekushauri tu kwa sababu najua unachokifanya sio kitu kizuri na utakuja kujutia, I swear. Anyway, nimekuja kuangalia mchoro, si upo? Yeah, twende, upo kwenye laptop. Twende tukacheki. Aya, twende tukaangalie. Leticia! Wewe Leticia wewe? Abe dada. Njoo. Abe dada. Unatoka wapi? Nilikuwa pale nyuma nafagia, nilikuwa nafanya usafi. Oh. Sawa. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Nimetoka pale sitting room. Sijalizika napo kabisa. Yaani pako rough, pako hovyo. Na unajua mimi waga sipendi kabisa kukaa sehemu ambayo iko rough. Si unanielewa? Kwa hiyo ninachokuomba, toka hapo, nenda kafanye pale usafi, kapatengeneze pakae vizuri kama panavyokaaga siku zote. Natoka hapa na ingia ndani na rafiki yangu, kuna vitu naenda kuangalia kwenye laptop. Kwa nenda kafanye hivyo. Janeti, ningemwacha tu akaendelea na majukumu yake. Alafu sisi tutaenda zetu kule ndani, tutapeleka sawa wenyewe. Happy. Usitaki kuniambia sasa umeanza kujiamulia mambo mpaka kwenye nyumba yangu na nielekeza nini cha kufanya. Wewe. Sasa akisipofanya yeye ndio akafanya pale ndani. Mimi ndo nikaanza kutengeneza pale sitting room au? Leticia, naomba nisikilize kwa makini. Achana na huyu binti. Inavyoonekana yeye anakaa na dada yake wa kazi kama mtoto wake. Na mimi hayo mambo siyataki. Sio, tunaelewana vizuri, na siwezi kutoa mguu wangu hapa nikaanza kufanya usafi pale sitting room. Kazi hiyo ni ya kwako. Na huko alikotoka hakikisha ukitoka kule ndani sitting room uende ukapamalizie. Nipakute pasafi. Sio, tunaelewana? Haya, nenda. Sawa dada, usijali. Ufanye haraka. Happy. Kwa unataka kuniambia mwenzangu wewe, unataka kuanza kunifundisha sasa, yani unipande kichwani mpaka kwenye nyumba yangu. Niishi na dada yangu wa kazi kama unavyoishi na dada yako wa kazi. Mimi hayo mambo siyawezi mwenzako, yani siwezi kabisa. Eti nikaanza kufanya kazi, afu dada wa kazi yupo, kisa na kazi nyingine. Kwa nini kimemleta hapa ndani kwangu? Uko kwa alikuwa alikuwa anakula. Sasa yani hapa kilichomleta ni kazi na lazima afanye kazi. Nyumbani kwangu ukija unataka kazi, ufanye kazi. Lo, mimi tuachane kwanza na hayo mambo. Twende ndani. Basi sawa. Janeti, mbona umeniita mkuku? Vipi? Kuna tatizo gani tena? Tami, hakuna tatizo lolote. Lakini hapa kilichonifanya nikuite, mimi nahitaji msaada wako. Kuna kitu nataka unisaidie. Na ukizingatia wewe ni rafiki yangu wa karibu sana. Tumecheza wote, tumekuwa pamoja. Isitoshe ni majirani. Sema tu rafiki wetu umetenganishwa na vitu fulani. Mimi mwenzako nimeolewa na wewe bado unaishi nyumbani. Hiyo ndo naweza nikasema ni tofauti yetu. Lakini haimaanishi kwamba hatutakiwi kuongea au kusaidizana. Nilikuwa naomba msaada wako. Kuna kazi yangu moja nataka unisaidie. Janeti, kazi gani tena ambayo unataka kunipatia? Au ndo yale mambo ya kwenda kunywa sumu tena? Kama ni yale, shoga yangu, mimi siwezi tena. Yaani hiyo kazi mimi siwezi kabisa, siwezi. Mambo ya kunywa sumu tena? Tami bwana, hebu acha uoga. Nina uhakika kabisa hii mission unaiweza. Na sio mission ya kunywa sumu mimi naizungumzia hapa, ni mission nyingine kabisa. Huko tushamalizana nako. Na hata hivyo ni rahisi sana. Na nina imani kabisa huo mchongo unauweza. Janeti, mbona unazunguka sana? Hebu funguka basi, niweke wazi. Kuna tatizo gani? Au kuna kazi gani ambayo natakiwa nikafanye? Ukiniambia, nitaenda kufanya. Kama zamani ulivyoniambia nifanye, ndivyo na sasa nitafanya hivyo. Hebu funguka basi. Acha kunifunga yani, acha kunika kwenye mabano. Niambie. Nataka nikunong'oneze.
We Janeti wewe. Yeah. Iko hivyo yani. Mimi hiyo kazi siwezi kabisa. Siwezi kabisa. Mimi siwezi. Hiyo kazi mimi binafsi siwezi. Hata ingekuwa wewe usingeweza. Kwanza nataka nikukumbushe kitu. Mimi sasa hivi na mahusiano yangu. Mahusiano yangu ambayo hapo serious. Bila mgogoro wowote. Hakusema na tena umenitisha. Mama Janeti, siwezi. Tami, naomba unisikilize mimi. Hiyo kazi ni rahisi sana na na imani unaiweza. Kwa hiyo ndio hutaki kunisaidia? Kwa nataka nani sasa kanisaidie? Halafu mahusiano yako na kazi yangu mimi vinaingilianaje? Haiwezi kukaribia mahusiano yako hiyo. Tumeelewana? Hivi ungeweza kweli wewe? Basi. Naomba uniambie. Unaweza kunisaidia au la? Ili nijue nafanyaje. Kwa sababu unanikataa kabisa live mchana kweupe. Okay. Janeti, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, acha niende nikafikirie. Then nitakupa jibu kama ndio au hapana. Si ndio eh? Basi sawa. Nasubiria majibu mazuri kutoka kwako. Basi rafiki yangu. Nikutakie siku njema. Okay. Wewe. Mwenzetu wapi tena? Dada, naenda pale nje, naenda kutupa hizi takataka kwenye ile dustbin ya nje. Ili kusudi gari la taka likipita lizipitie kwa sababu siwezi kuzitupa ndani na unajua. Leticia, hivi mbona siku hizi 2-3 umeanza sana kujiamulia mambo kwenye hii nyumba? Nimeshakwambiaje kuhusu kwenda kumwaga uchafu pale nje ya geti langu? Kule ndani hamna dustbin? Au ni lazima utoke huko nje? Lakini dada, hizi takataka zina michanga na kuna mamiti, kwa hiyo ni lazima nikazitupe pale nje. Siwezi kuweka ndani. Kwa hiyo nikiweka ndani itakuwa nazalisha uchafu mwingine tena. Yaani wewe binti wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi ninachokiongea mimi unakipinga, lakini unafuatisha ambacho unakifikiria kwenye kichwa chako, sio? Leticia, kwa nini unataka kunipanda kichwani? Na kwa nini hizi siku 2-3 unaanza kunizoea sana? Kila kitu ambacho nakwambia usifanye na unafanya. Unanitaka nini wewe? Halafu hizi siku 2-3 hivi unajua kumekuwa kama malaya sana wewe. Yaani kila nikikaa na mume wangu binti unaanza kujipitisha. Kila ukiniona niko karibu na mume wangu basi unaanza kujipitisha. Ni kitu gani ambacho kinafanya unajipitisha? Au unamtaka mume wangu labda? Wewe hujaelewa nini hapo? Nakuuliza Janeti, hujaelewa nini? Umemuuliza anaenda wapi, amekujibu, si ndio? Kakwambia anaenda kutupa uchafu. Ukataka kujua kwa nini ameenda kutupa uchafu, alikuwa ushakataza. Kakueleza hali halisi kwamba akitupa uchafu ndani atakuwa anazalisha uchafu mwingine. Sasa hapo nini hujaelewa? Alafu hayo masuala umalao unazungumzia yametokea wapi? Wewe unazungumzia uchafu unamtukana yeye. Alafu mbona unanikosea heshima? Au ulimleta dada wa kazi ndani ili uanze kunivunjia heshima? Wewe nenda katupe uchafu nje. Baby, sitaki. Beni, yani sitaki kabisa. Wewe nimeshakwambia kamwage kule uchafu. Hakuna kutoka kule nje. Wewe. Vipi wewe? Huu muda unapoteza mnabishana, sangekuwa ameshatoka nje amesharudi ndani. Nisikilize wewe, hata kunipanda kichwani. Wewe kamwage uchafu nje. Lakini Beni, kwa nini unapenda kuniingilia lakini? Mimi nimeshamwambia afanye hichi afu unamwambia afanye hichi. Hivi unajua kuwa unamtengenezea dharau ya kwanza kunidharau mimi. Alafu wewe sitoshe ushindaji hata hapa nyumbani. Yaani mimi ananidharau sana hizi siku 2. Anarudisha uchafu kule ndani. Wewe toka, nenda kamwage uchafu bwana. Si nimekwambia hujanisikia? Mke wangu. Jeleti.